Yesu asifiwe. Amen. Asante wapenzi, karibuni katika somo letu la leo, somo la 13 lenye kichwa kinachosema kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Lakini kabla ya hapo, tunapoanza somo letu, hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa ulinzi wako mwema. Asante kwa namna ambavyo unaendelea kutulinda na kututunza katika ulimwengu huu unaoisha. Asante kutupatia nafasi tena kwa siku ya leo ambapo tunahitaji kuwa na mjadala juu ya neno lako. Tunakusihi, tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi, ili maneno haya yanaposikiwa kokote yapate kukaa ndani ya mioyo ya wana na binti zako na ukatusogeze karibu na msalaba wako. Tunahitaji Roho wako mwema aweze kuwa pamoja nasi. Ndilo ombi letu katika jina lako Yesu, amina. Amen. Nilio nao katika somo letu la leo, tuna dada Ana Joseph, karibu katika mjadala wa leo. Tunaye ndugu Masejo, karibu katika mjadala wa leo. Pia tunaye mzee Suleiman Barura, karibuni katika mjadala wa somo letu la leo. Lakini hebu tujikumbushe katika somo lililopita, katika ile somo la 12 lenye kichwa kilichokuwa kinasema kuishi pamoja sisi kwa sisi. Kuishi pamoja sisi kwa sisi. Kulikuwa na fungu zuri sana la kukariri linokuwa linasema maneno yenu yawe ni maneno ya neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Maneno tunayotakiwa kuyatamka, kuyaongea tunapokuwa sisi kwa sisi yanatakiwa yawe na maneno yenye neema, yenye kukolea munyu, ili tujue namna ya kumjibu kila mtu kwa neema. Ni fungu rahisi, ninaamini kila mmoja wetu ameweza kulikariri. Lakini ujumbe uliokuwa umepatikana katika kichwa hiki kinasema kuishi sisi kwa sisi. Tuliona namna ambavyo wanatakiwa waishi mume na mke. Kila mtu amepewa majukumu yake. Mume ampende mke, mke amtii mume kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Pia tuliona mahusiano ya wazazi na watoto, namna inavyokuwa. Wazazi walionywa, wazazi msiwachokoze watoto. Pia tulikuwa na somo zuri la mahusiano kikazi, somo zuri ambalo lilijaribu kuonyesha wale ambao wako katika ngazi fulani ya juu namna ya kuishi na wale ambao wanasaidiana nao kazi, tuseme kama watumishi hivi. Neno la Mungu limejaribu kuonyesha namna ambavyo tunatakiwa kuishi na wale ambao tunafanya nao kazi. Pia tuliona kuombeana. Tunapoishi sisi kwa sisi, jukumu moja wapo kubwa ni kuombeana. Muombee rafiki yako naye akuombee, maana haya ndio mapenzi ya Mungu. Hii ndio kuishi pamoja sisi kwa sisi. Ilikuwa ndio somo letu lililopita, somo la 12. Lakini somo la leo linasema kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Fungu letu la kukariri pia limekuwa rahisi, linapatikana katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukuruni. Sisi kama wana na binti za Mungu, unajua Mungu jambo lolote linalokwenda kumpata mwanadamu yeye anakuwa alishalijua, na anajua hata namna atakavyokupitisha. Kwa hiyo neno linatuambia shukuru kwa kila jambo, maana hayo ndio mapenzi ya Mungu. Na tukulikubali hilo kwamba chochote kinachotokea katika maisha ya mwanadamu ni mapenzi ya Mungu, hivyo tutakuwa tunashukuru kwa Mungu kwa kile anachoruhusu tupitie. Katika somo hili la 13, somo zuri tunapokwenda kufunga robo ya kwanza iliyokuwa na kichwa kinachosema kuunganishwa mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Katika somo la leo tunauona mkakati wa utume. Mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa na mkakati mkubwa wa utume. Katika makanisa aliyokuwa ameyaanzisha, alijitahidi kwa kadri ya ilivyowezekana. Kama si kuwatembelea
basi alikuwa anawaandikia nyaraka. Alifanya hizo juhudi zote mbili, kwa njia ya kutembelea binafsi, pia kwa njia ya waraka. Kwa hiyo ulikuwa ni mkakati wake mkubwa wa Injili. Kwa hiyo tunaona Paulo namna alivyoweza kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yaani aliona kitu kingine chochote cha kukifanya kwake hakina faida, ila ni kuhubiri Injili. Na tukumbuke kwamba wakati fulani Paulo alikuwa yuko gerezani, bado hakuchoka kukumbuka namna ya kuifanya kazi ya Mungu. Kwa mkakati wake mkubwa namba moja katika maisha yake ilikuwa ni Injili. Mfunge utakavyomfunga, weka vizuizi kwa kadri utakavyoweza, lakini bado ataifanya kazi ya Mungu. Na ndio maana hata alipokuwa gerezani aliifanya kazi ya Mungu, aliandika nyaraka, aliwatuma watu, nenda katika kanisa fulani, nenda katika kanisa la Laodikia, watie moyo. Kwa hiyo namna ambavyo tutaweka mikakati ya kuifanya kazi ya Mungu, mkono wa Mungu unakuwa pamoja nasi. Hebu dada Ana, katika kichwa kinachosema masomo juu ya kuifikia jamii, wewe umejifunza nini? Hebu karibu. Asante mwenyekiti. Nilichojifunza katika masomo juu ya kufikia jamii ni kwamba mazingira pia hayakumfunga Paulo kuifanya kazi ya Mungu. Na tumeangalia Paulo namna ambavyo alifanya kazi ya Mungu na hakufungwa na mazingira pia. Akiwa gerezani alifanya kazi ya Mungu. Wakati mwingine tunasoma kwamba tunajifunza mengi kutoka kwa Paulo kuhusu kueneza Injili. Akiwa katika vituo vya biashara, mahali ambapo watu wanakutanika, alipofika ajenda yake kubwa ilikuwa ni kueneza Injili. Aliwahubiri watu kuhusu habari ya Mungu. Lakini pia tunaona Paulo katika kuhubiri, mahali ambapo alifungua makanisa, hakwenda moja kwa moja. Aliwakumbuka waumini waliokuwa wamefungua makanisa kwa barua, kwa kuwatuma wajumbe. Wakati mwingine ilimbidi yeye mwenyewe kufika kwa ajili ya kuangalia hali zao za kiroho zinaendeleaje, lakini pia kwa ajili ya kujua kama kuna ongezeko ambalo limeongezeka kwa waumini waongofu wapya au kwa waumini ambao aliwaacha, kama kuna upungufu ambao umepungua. Kwa hiyo tunajifunza kwamba mara nyingine kuongoa watu tu na kuwaleta ndani ya kanisa hakutoshi, lakini pia kuwatembelea na kujua hali zao za kiroho inaleta hamasa kwa ajili ya hao watu kujua kwamba wapo watu ambao wanatujali ndani ya kanisa, na hata kile walichokihubiria kwa mwanzo wakaamini na kuingia ndani ya kanisa pia kinaendelea kuishi katika mioyo yao, wanakuwa kiroho. Hicho ndicho nijifunza katika masomo haya juu ya kufikia jamii katika siku hii ya Jumapili. Asante mwenyekiti. Asante. Ni nani mwingine ana mchango katika sehemu ya masomo juu ya kuifikia jamii? Asante. Karibu. Ya mwenyekiti, nashukuru sana kwa kunikaribisha. Kabla labda sijaenda katika masomo ya juu ya kuifikia jamii, kwenye utangulizi pale kuna kitu ambacho nilihitaji kusema ili kwamba tuweze kuunganisha na haya masomo ya juu ya kufikia jamii. Nilikuwa najiuliza mwenyekiti, kusimamia katika mapenzi ya Mungu. Hata na fungu nalo limesema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Yaani mtu mwingine anaweza akawa anajiuliza, hivi mapenzi ya Mungu ni nini? Hivi Paulo wakati anaongea kuhusu jinsi ya kuifikia jamii, anataka kutekeleza mapenzi ya Mungu ni nini? Hivi walivyokuwa wanaunganika, wanachukuana huyu na yule mapenzi katika kutimiza mapenzi ya Mungu ni nini? Lakini bahati nzuri kwenye hilo fungu la Wathesalonike 5 fungu la 18 anasema kumbe mapenzi ya Mungu ni kuwa katika Kristo. Na ndiyo maana amemaliza kwamba mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Mungu anataka tuunganishwe wote, ulimwengu wote tuwe katika ndani ya Kristo. Na ndiyo maana Mtume Paulo wakati fulani anaisema kwamba hiyo ni siri ya kuwa ndani ya Kristo. Iweni ndani ya Kristo. Maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, ndivyo Mungu anavyopenda.
Na kwa nini ni mapenzi ya Mungu kuwa katika Kristo? Kwa sababu ndipo tutakapopata uwezo wa kutii, tutapata uwezo wa kuishi, na hapo shetani atashindwa. Sababu ya pili, kwa sababu Kristo ndiye aliyetufia, na ndiyo maana ni mapenzi ya Mungu kuwa ndani ya Kristo. Tukiwa ndani ya Kristo, kafara yake inaongea kwamba kwa kweli Yesu Kristo alitufia, lakini nje ya Kristo kafara yake tutakuwa tunaikwepa. Kwa hiyo katika masomo haya ya juu ya kufikia jamii, unamwona Paulo sasa katika hii sehemu, katika hili somo la siku ya Jumapili, unamwona Paulo jinsi anavyowaunganisha, anawaunganisha wote, aidha kwa mdomo au kwa nyaraka kama alivyosema msemaji wa kwanza, lakini zaidi anajumuisha mambo ambayo yamekuwa nayo gerezani. Mara nyingine walikuwa naona wanafadhaika kana kwamba yaani kwa kuwa kwake gerezani walikuwa wanasononeka, lakini anawafariji jinsi ambavyo gereza linavyombariki, na kwa kweli wanapata moyo kwamba pamoja na kufungwa gerezani kwa kweli bado yuko imara. Ndio maana ameandika sehemu fulani hapa katikati, anasema vyovyote vile mawasiliano hayo hata wakati akiwa gerezani yalikuwa muhimu pia kama njia ya kudumisha uhusiano binafsi unaowaunganisha waumini. Hivi leo tunafanyaje? Unaweza ukapata matatizo kweli, ukaanza kuongea faraja, wewe ambaye umepata matatizo, ili kuweza kuwaunganisha, kuwapa faraja kanisa, na kanisa lako likaona kwa kweli kwamba kuwa kwako gerezani ni mbaraka kama alivyofanya Paulo. Ndiyo mafunzo ambayo tunayoyapata katika somo hili la Jumapili. Asante mwenyekiti. Asante. Tunapokwenda cha kustajabisha ambacho tumekutana nacho katika masomo ya juu ya kuifikia jamii, mwandishi naye amesema ni jambo la kustajabisha. Amejaribu kuweka rekodi pale kwamba Paulo kwa kutembea kwa miguu alitembea karibu maili 13,400 kwa mguu, akiwatembelea watu, akiifanya kazi ya Mungu. Huenda maili inaweza ikawa inatusumbua. Maili siku hizi tunatumia sana kilomita. Nimejaribu kutafuta, maili moja ni kilomita 1.6, ambayo hii maili 13 karibu ni kilomita 20,000 kwa miguu mtu anatembea kwa ajili ya kupeleka Injili. Hivi wewe umetembea maili ngapi? Masejo, no. Umetembea maili ngapi kwa kwenda kuhubiri Injili? Huyu jamaa maili 13,000, jambo la kushangaza. Hata mwandishi amenisema. Kwa hiyo wale wote wanaojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu hawaangalii kikwazo chochote. Hawasemi tena alikuwa anatembea kwa miguu. Bora hata sisi siku hizi kuna usafiri mwingi. Kwa hiyo wito katika somo hili, tujitoe kwa ajili ya kazi ya Mungu kama mwenzetu alivyofanya, ili utukufu wa Mungu kaonekane. Ndugu Masaji, hebu karibu katika muunganiko wa kanisa. Au huenda kama ulikuwa na mchango Jumatatu, malizia Jumapili alafu utulete katika muunganiko na kanisa. Asante mwenyekiti kwa maelezo mazuri na utangulizi ambao umekwisha kutangulia kuhusiana na somo letu linalosema ya kwamba kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Yaani hakuna kitu kingine ambacho kinabaki. Yaani ni mapenzi yote ya Mungu. Katika siku ya Jumapili tutasema kwa ufupi tu. Kuna eneo la mwisho hapa anasema kwamba hii ilikuwa njia nyingine ambayo Paulo alielezea upendo wake na kujali kwake waumini huko. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kumbe unapokuwa na upendo ulio wa dhati unaonyesha umaili fulani kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hivyo basi katika siku yetu ya Jumatatu inayosema muunganiko wa kanisa, ikirejelea katika utangulizi pale, kuna jambo ambalo linaelekeana sana na siku hii ya Jumatatu. Nitasoma katika paragrafu inayosema kwa njia ya kutembelea binafsi wakati safari zake na hasa kama mfungwa, kupitia nyaraka zake, Paulo daima alikuwa anaunganisha watu na makanisa. Alitambua kwamba mafanikio ya utume wa Injili yalimtegemea kila mtu wakifanya kazi pamoja.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yaani inaonyesha ya kwamba kumbe kazi ya Mungu inatakiwa si kukaa tu ndani ya kanisa umekaa pale pale, inatakiwa utoke ili upate kufungua makanisa mengine ili watu wa Mungu wapate kujua Injili. Ndivyo ambavyo Paulo alikuwa anafanya. Lakini baada ya kuwa anafanya hayo, alikuja tena akatafuta watu ambao atakuwa pamoja kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Watu hawa ambao walikuwa amewapata wakina Luka, wakina Aristarko na wengineo, hao wote aliweza kuwaunganisha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Pale ambapo alikuwa afiki, alikuwa anawatuma ama anawaelekeza wanaenda kuangalia maendeleo ya waumini ambao wamefungua makanisa katika maeneo hayo. Hilo ndilo lilikuwa jukumu kubwa ambalo alikuwa analitenda. Ndio maana tunaona ya kwamba katika fungu letu la kukariri linasema kwamba furahini katika nini? Shukuruni kwa kila jambo. Kwa hiyo Paulo anasema hivyo kwamba tushukuru kwa kila jambo kwa sababu alitenda kazi maeneo magumu ambayo hata mtu mwingine kwa sasa hawezi kuyafikia. Lakini kwa sababu aliamua kuifanya kazi ya Mungu, aliona ya kwamba aende akaitende. Kama ambavyo alikuwa gerezani amefungwa, lakini hakuacha kusema neno la Mungu. Tupeleke Injili maana popote na kwa wakati wowote, ili Mungu aweze kujitwalia watu wake ambao bado hawajaifahamu Injili. Asante sana mwenyekiti. Asante ndugu Masejo kwa kutuleta katika muunganiko wa kanisa. Kanisa linafanya kazi kama timu pamoja. Paulo hakutaka awe peke yake. Alitafuta watu ambao aliunganika pamoja nao katika kuifanya kazi kama mwenzetu alivyosema. Kwa hiyo sisi kama kanisa tunatakiwa tuwe na muunganiko ulio mzuri ili tuweze kushirikiana vizuri katika kuifanya kazi ya Mungu. Kuna mtu anahitaji kuleta nyongeza katika sehemu ya muunganiko wa kanisa? Asante. Hapa mwenyekiti, katika hii sehemu muunganiko wa kanisa, ningependa kuongezea kitu kimoja. Paulo anatoa hoja ya kuwaunganisha. Utaona watu watatu, wale waliokuwa Wayahudi anawaunganisha pamoja. Yaani alikuwepo Alitariko, jina hili ni gumu, Alistariko, alikuwepo Mariko na Yusto. Hawa ni waumini wa Kiyahudi ambao walikuwa wanajua tohara. Kwa hiyo ina maana anapowatuma wale, anaona kwamba wanakubalika katika Wayahudi waliokuwepo wametawanyika kule, wanakubalika. Lakini vile vile ile sehemu ya Kolosai kulikuwa na wa mataifa wengi, lakini vile vile akatuma watu ambao hawakutokana na Wayahudi, watu wa mataifa ambao alikuwepo humo ndani. Alikuwepo nani mle ndani? Alikuwepo Yohana, alikuwepo nafikiri Dema, alikuwepo Epafra, alikuwepo Luka. Hao watatu. Ingawa Dema alikuja akatetereka akakimbia, lakini Epafra na Luka walikuwepo. Kwa hiyo wa mataifa wanapokuwa wakiwaangalia, wanaona hao waliotumwa kumbe na wenzetu wamo ambao ni wenye mila kama wenye tamaduni kama za kwetu, anakwema. Kwa hiyo Paulo alikuwa anaunganisha muunganiko huu katika kanisa bila kufanya upendeleo au kuwaonyesha watu wengine kwamba hawafai. Alifanya huo muunganiko, na ambao kwa kweli hata katika kanisa letu inabidi kuwa na hekima hiyo, hekima ya kuweza kuwaunganisha watu naoenda kuwahubiri, waone nao ni sehemu ya Injili ya Yesu Kristo. Asante mwenyekiti. Amina, asante kwa nyongeza nzuri mzee Barura. Hebu kusimama wakamilifu na kuthibitika. Masejo, umejifunza nini katika sehemu hiyo? Kusimama wakamilifu na kuthibitika. Asante mwenyekiti. Kusimama wakamilifu na kuthibitika, mwandishi wetu ametuonyesha namna ambavyo tunahitaji kusimama kikamilifu na kuthibitika. Analeta neno moja linasema simama. Neno hili linamaanisha kusimama imara na kutotikisika. Hivyo kumbe kusimama, tunatakiwa tusimame imara bila kutikisika. Inamaanisha nini kusimama imara bila kutikisika? Inaonyesha kwamba
unaposimama katika neno la Mungu usiyumbe kwenda maana pengine, bali uonyeshe nia ya lile neno linalozungumza. Ndicho ambacho mwandishi wetu anatuelezea kwamba kusimama kikamilifu na kuthibitika. Lakini kuna neno lingine linasema kamilifu. Neno hili kamilifu linarejelea ukamilifu wa tabia unaopata udhihirisho wake wa juu zaidi. Yaani tabia zetu zinatakiwa ziwe njema ambazo zinamtukuza Mungu tunapokuwa tunapeleka habari njema ya neno lake katika watu wengine. Lakini pia si kwa watu wengine pia tu, hata kwetu ambao bado tunajifunza neno la Mungu. Paulo baada ya kuwa amemkubali Kristo alionyesha, maana ndicho kielelezo chetu katika somo hili, jinsi ambavyo alifanya kazi. Alionyesha kielelezo kwa namna ambavyo alifanya kazi. Alisimama vizuri, hakutetereka. Dhoruba zote zilizokuwa zinamwijia alipambana nazo akimtegemea Yesu Kristo. Kuna jambo lingine ambalo linasema thibitika. Thibitika, neno hili lenye nguvu lina maana ya kutosheleza kikamilifu. Kuthibitika, kutosheleza kikamilifu, yani umekamilika. Kwa hiyo kuthibitika, umekamilika katika kile ambacho unakitenda. Paulo alithibitika kwa sababu aliimarisha watu wengi kwa ajili ya neno la Mungu. Ndio maana kila sehemu alipokuwa anakwenda watu walikuwa wanamkubali kulingana na jinsi alivyokuwa na msimamo. Ndio maana wale ambao hawakuwa na msimamo miongoni mwa wale aliokuwa wenza katika kazi ya Mungu ya kupeleka Injili, akawakataa ili wasiongozane naye kulingana na mwenendo wake na tabia yake ambayo alikuwa amesimama amenyoka vizuri kwa ajili ya kueneza neno la Mungu. Kwa hiyo katika sehemu hii inayosema kusimama wakamilifu na kuthibitika, tunahitaji tuthibitike tumesimama vyema tukimtumainia Kristo katika maisha yetu. Amen. Amina, asante. Kusimama wakamilifu. Unajua sisi kama Wakristo, watu wa Mungu, tunatakiwa tusimame. Si unayumba, jambo hili linakuja unayumba. Neno la Mungu linatuambia tuweze Okay, asante. Katika sehemu hii ya Jumanne ya kusimama wakamilifu na kuthibitika, tumalize na maneno yale yaliyoko pale chini. Mapenzi yote ya Mungu. Neno yote lina maana pana. Paulo mwenyewe aliomba kwamba Wakolosai wajazwe na ujuzi wa mapenzi ya Mungu, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa kupitia nguvu ya utukufu wake. Hivi ndivyo namna ambavyo tunaikamilisha sehemu ya Jumanne. Sasa dada Ana, karibu katika sehemu ya Jumatano inayosema kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia. Umejifunza nini dada Ana katika sehemu ya Jumatano, kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia? Asante mwenyekiti. Katika siku ya Jumatano yenye kichwa kinachosema kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia, mwandishi amenukuu kitabu cha Yohana, anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Tunaishi katika dunia na tunaishi, lakini tunapaswa kujua kwamba sisi sio wa duniani. Tunaishi kwenye dunia huku tukiwa ni wasafiri wa kuelekea mbinguni, na tunapaswa kukesha na kuomba kwa ajili ya mambo ya mbinguni. Tunapaswa kuishi katika dunia hii tukitafuta mali, lakini tukitafuta sana uso wa Bwana, tukijua kwamba siku moja yote tulio nayo katika dunia hii tutayaacha. Hivyo tunapaswa kuishi kama wasafiri tunaopita katika dunia na kuelekea mbinguni. Katika lesoni hii mwandishi anasema Yesu na mitume wanatuonya mara kwa mara tukeshe, tuwe macho na kuwa tayari siku zote kwa ajili ya kuja kwa Bwana, ili tusishitukizwe. Ya kusikitisha kama waliofanya wanafunzi walioshindwa kutii amri ya Yesu na kukesha na kuomba, wengi hawakufanya maandalizi yanayohitajika.
tunaishi katika dunia hii, lakini inawezekana tukawa kama wanafunzi wa Yesu ambao walishindwa kuomba, walishindwa kutii amri ya Mungu, walishindwa kukesha na kuomba kama walivyoambiwa. Kwa hiyo ninachojifunza katika siku hii ya Jumatano ni kwamba tuishi duniani lakini tusiipende dunia, kwa sababu tukiipenda dunia, kumpenda Mungu hakutakuwa ndani yake. Na tukiipenda dunia, tunaweza tukapenda vilivyomo duniani, tukapenda mali tunazozitafuta, tukapenda tusiwe hata na muda wa kumtafuta Mungu, tukajisahau kwamba sisi tunavyomiliki ndivyo ambavyo tunastahili kuishi, lakini kumbe ipo siku ambayo tutaviacha vyote na dunia hii itafika mwisho. Mungu atusaidie tunapokuwa tunaishi katika dunia hii, tuishi tukijua kwamba sisi ni wasafiri. Amina. Amina. Tuishi tukijua kwamba sisi ni wasafiri wa mbinguni. Tuishi duniani lakini si kama dunia inavyotaka tuishi. Sisi tunatakiwa tuwe ni watu wa tofauti, kwa sababu hapa sio mahali petu. Sawa na mtu ameenda ugenini, hawezi akafanya mambo ya wenyeji wa nchi ile. Ndivyo na sisi tulivyo. Neno la Mungu katika sehemu hii kama mwenzetu alivyoelezea limetushauri sana juu ya kukesha. Kukesha ni kukesha katika maombi, kuwa tayari. Amesema ujio wa Yesu atakapokuja tusije tukashtukizwa, lazima tukeshe. Na wale ambao wanatazamia ujio wa Yesu mara ya pili watakuwa wako macho, wanakesha, wanaomba, kwa sababu neema ya Mungu imefunuliwa kwa ajili yetu. Inabidi tukeshe na kuomba. Hebu katika sehemu ya Jumatano, kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia hii. Nani ana jambo la kuongea hapo? Asante. Karibu Maseji. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii tena katika sehemu hii ya Jumatano inayosema kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia. Kuna maneno machache ambayo napenda tupate pamoja. Katika paragrafu ya mwisho mwandishi wetu amelenga, ametuambia kwamba anatusema kwamba katika ujumbe wa Laodikia Yesu anatupatia maagizo. Jambo la kwanza, kutubu dhambi. Yaani tuache mambo yote ya ulimwengu na kuyaacha kabisa, ili kama yalikuwa yameshatuzonga tutubu ili tuachane nayo, bali tuendelee pamoja na Yesu. Lakini jambo la pili, anasema ya kwamba kufungua moyo, yaani tufungue mioyo yetu ili turuhusu Yesu apate kututawala. Kwa hiyo tunapokuwa katika ulimwengu huu, tukimruhusu Yesu atawale maisha yetu, na imani ya kwamba hatuwezi kuishi kama jinsi dunia inavyotaka, kwa sababu yale ya dunia ambayo Mungu hayapendi ni ya Ibilisi. Kwa hiyo jambo la tatu anatuambia ya kwamba hivyo basi, baada ya kuwa tumetubu dhambi, lakini pia tumefungua mioyo yetu kwa Yesu na kutawala maisha yetu, ametuandalia mambo mazuri. Tunapata dhahabu ya imani na upendo uliopimwa kwa majaribu na kushinda dhidi ya majaribu yote. Yaani tunayashinda majaribu yote ya dunia hii kwa sababu Yesu ametawala maisha yetu. Tunashinda mambo yote ya ulimwengu huu kwa sababu Yesu yuko ndani yetu. Kwa hiyo turuhusu Yesu apate kuingia katika mioyo yetu na tuongoze na kutuelekeza katika njia yake yote. Asante mwenyekiti. Asante ndugu Masejo. Pia katika kitabu cha Ufunuo 3:17 anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha. Yesu anasimama mlangoni mwa moyo wa kila mwanadamu, anabisha, anahitaji afunguliwe ili aingie ndani. Mzee Barula, una ujumbe gani wa kujazia nyama katika sehemu hii ya Jumatano? Alafu utatuingiza moja kwa moja katika sehemu ya Alhamisi inayosema ujumbe kwa ajili ya Laodikia. Hebu tupe ujumbe katika siku ya Jumatano, na ujumbe gani hapa? Ndiyo, katika kitabu hicho cha Marko 13 fungu la 32 mpaka 37 anasema hatujui siku wala saa, hata malaika hawajui. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba tukeshe kila wakati tukisubiri, yaani tukiwa na shauku kwamba Yesu anakuja kutuchukua lini, ili kwenda katika dunia tuliyoandaliwa.
Na madhumuni ya sisi kuumbwa hapa duniani, tuliumbwa, kuna watu wengine wanafikiria kwamba tumeumbwa ili kuja kufa, ili kupotea. Lakini tumeumbwa kwa sura ya Mungu ili kuishi milele. Na kuishi milele ina maana dunia hii iliyopotoka, hii ni ya muda. Kwa hiyo itakuja hii kuharibiwa. Kwa hiyo kuna dunia ambayo tutakayokaa milele na milele. So, kwa hiyo tusiishi kama wa dunia hii itakayopotea hii. Lakini vile vile ndio maana nikasema mwanzoni kwamba mara nyingine hata kanisani tumejifananisha. Ndio maana pale chini ikawekwa neno Laodikia. Laodikia yeye anajijua yeye ni tajiri, anajua mafundisho anayo, anajua kabisa, anajua kila kitu, anajua hana haja ya kitu chochote. Lakini kumbe sisi ni maskini, yaani hatuna kitu chochote, alafu ni vipofu, hatuwezi tukaona kwamba hata Yesu yuko karibu kurudi. Watu wamelala. Watu sasa wanajisifia mambo ya duniani na watu wanatafuta fedha. Hata ukiwaambia kuja katika kusikiliza neno la Mungu, hawawezi kuja. Mwenyekiti, nilichokiona katika hii sehemu kwamba tusiwe wa duniani ni jambo hilo. Lakini kwa vile umenikaribisha vile vile kwamba niendelee katika sehemu hii ya Alhamisi inayosema ujumbe kwa ajili ya Laodikia, hapo ndipo utakuta sasa Laodikia ni nani. Hebu usikiliza Laodikia ili mtu aweze kujua. Tuende katika mtiririko, tufungue katika Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 3, Ufunuo 3, fungu la 10 nafikiri la 15, Ufunuo 3 fungu la 14. Anasema, na kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika. Hebu angalia Laodikia walivyo, tulinganishe na sasa hivi kanisani tuko namna gani. Haya ndiyo maneno anenaye aliyeamini, shahidi mwaminifu, yani Yesu, na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. 15. Na yajua matendo yako, tunaambiwa sasa. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Huyo ndio Laodikia. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au ungekuwa moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika. Yaani ukikuta wakati fulani watu walikuwa nakunywa uji kule, mtu mmoja akaniambia, bwana, ni afadhali kunywa uji wa moto au wa baridi kabisa. Ukinywa uvuguvugu unaleta kichefuchefu. Lakini huyu naye anasema nitakutapika, maana yake wewe ni uvuguvugu. Utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Nawe ujui ya kwamba wewe mnyonge, mwenye mashaka, maskini na kipofu, tena uko uchi. Yaani uchi, huna haki ya Kristo, uko uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, imani iliyo thabiti. Kuonyesha kwamba Laodikia kuna ukosefu wa imani, Kwa hiyo nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho yako, ya kujipaka macho yako, upate kuona. Kwa hiyo Laodikia haoni. Laodikia kwa kweli haoni, kwa sababu yeye anajiona kwamba anafahamu maandiko, yeye anaona kwamba yuko sawa sawa, kumbe hayuko vizuri, kwa sababu yuko vuguvugu. Yaani duniani yupo, mambo ya dunia anayapenda, alafu na mambo ya mbinguni anayapenda. Sasa huo unaitwa uvuguvugu. Anakuambia aheri ukienda duniani, uende duniani kabisa, uwe baridi, ni rahisi wewe mtu kukuokoa. Lakini kitu kizuri anachosema, tuwe moto. Ili kuwa moto maana yake tuwe na uwezo wa kumpokea Roho Mtakatifu. Mwenyekiti, kwa kumalizia sehemu ya mwisho pale, ameandika kabisa kwamba Mungu anaziunganisha mbingu na nchi. Yaani yuko kuziunganisha mbingu na nchi. Sasa dunia yetu hii, nchi yetu hii haiwezi kuunganishwa. Kama ina mambo ya kidunia haiwezekani, ni mpaka kifanyike kitu fulani. Hebu sikiliza anasema. Lakini kwa sababu pambano hilo kuu, hilo lazima lifanywe kwa hatua. Kwa hiyo pale Kalvari, Shetani alipoteza upendo wowote uliobaki kwa ajili yake.
miongoni mwa viumbe wa mbinguni, la kwanza. Kwa hiyo alipopoteza ufalme wake pale Kalvari, mfalme ni Yesu Kristo. Sasa hivi ana ufalme full kabisa, anaunganisha mbingu na nchi hii, ndio maana anatuombea. La pili, kwa njia ya huduma ya hukumu ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni, watu wa Mungu ni wakamilifu. Ndio hilo linalosema kwamba anatuombea sasa hivi kwa njia ya huduma ya hukumu ya Kristo hiyo. Lakini la tatu anasema kupitia hukumu ya miaka 1000 na hukumu ya mwisho baada ya dhambi ya wenye dhambi, baada ya miaka 1000, maswali yote yaliyosalia yanajibiwa milele, na dhambi na wenye dhambi wasiotubu wataangamizwa katika ziwa la moto wa milele, ambao pia unasafisha dunia ili iweze kuunganishwa na nini? Na mbingu. Lakini la mwisho anasema ni kwa mwisho wa dhambi tu ndipo mbingu na dunia vinaweza kuunganishwa. Ni bahati ya namna gani hiyo? Kwa kweli ni bahati sana ambayo watu wanaoitwa Wakristo wakimfuata Kristo kweli kweli, yeye Kalvari ameshamaliza, na sasa hivi anatuombea katika hukumu hiyo inayoendelea, na vile vile hata mwisho dhambi itaishilizwa moja kwa moja, na mbingu, dunia na nchi vitaunganishwa, na tutakuwa katika nchi na katika maisha ya milele. Ujumbe huo ni kwa Laodikia, wanaambiwa ili wajiandae. Asante mwenyekiti. Asante. Katika ujumbe kwa ajili ya Laodikia kuna maneno yameandikwa yako pale kati, anasema manabii waliwakemea Israeli kwa kutaka kuabudu kama ulimwengu na kuwasisitiza watubu kabla hawajachelewa. Kumbe kuna kuchelewa, tunatakiwa tutubu. Wenzetu walichelewa, kumbe hata sisi katika kipindi hiki kuna watu watachelewa. Kweli kabisa. Na athari ya kuchelewa ni kubwa. Siku moja nilipokuwa ninasafiri niliachwa na basi. Nilikuwa nimechelewa, ili nigharimu kwa pikipiki kwanza kulifukuzia lile basi, nikalipata mbali. Na kwa hiyo kuchelewa kuna athari kubwa. Asante. Huo ndio ujumbe kwa Laodikia. Katika sehemu ya Ijumaa ina maneno ya Mama Ellen G. White yanayozungumza zaidi juu ya somo hili, yanajazia juu ya somo hili. Tukisoma katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza ukurasa wa 330 kuna maneno yafuatayo: nafsi iliyojitoa kwa Kristo inakuwa ngome yake anayoishikilia katika ulimwengu uliowasi, na anakusudia kwamba hakuna mamlaka itakayojulikana kwake ila yake mwenyewe. Nafsi inayomilikiwa na nguvu za mbingu kwa namna hiyo haiwezi kuingiliwa na mashambulio ya Shetani. Lakini tusipojitoa chini ya utawala wa Kristo, tutatawaliwa na mwovu. Pasipo kuepukika, ni lazima tuwe chini ya utawala wa moja kati ya mamlaka kubwa mbili zinazopambania utawala wa ulimwengu huu. Si lazima kwamba tuchague kwa makusudi kuwa watumishi wa ufalme wa giza ndipo tuwe chini ya utawala wake. Tunapaswa tu kutojali kuunganika kabisa na utawala wa nuru. Ikiwa hatutashirikiana na nguvu za mbinguni, Shetani atamiliki moyo, naye ataufanya kuwa makao yake ya kudumu. Ulinzi pekee dhidi ya uovu ni Kristo kufanya makao ya kudumu katika moyo kwa njia ya imani katika haki yake. Tusipoungana na Mungu kiroho, hatutaweza kupinga matokeo mabaya ya kujipenda nafsi, kuendekeza nafsi na majaribu ya kutenda dhambi. Tunaweza kuacha mazoea yetu mabaya, tunaweza kutengana na Shetani kwa muda, lakini bila kuwa na muunganiko wa kiroho na Mungu kwa kujisalimisha kwake kila saa, tutashindwa. Bila kuwa na uzoefu binafsi na Kristo na ushirika wa kudumu, tunakuwa chini ya mamlaka ya adui, nasi tutatia amri zake hatimaye. Kwa hiyo Yesu
anatuhitaji tuweze kuwa upande wake. Kuna pande mbili tu, upande wa yule mwovu na upande wa Kristo. Kwa hiyo Yesu anatusihi tuwe upande wake, na kizuri zaidi anatupatia nguvu, anatupatia uwezo wa kuendelea kusimama katika yeye. Asante. Tunapokwenda kuhitimisha somo letu la leo, hebu tuangalie muhtasari wa somo letu la leo. Maneno ya mwisho ya Paulo katika waraka wake kwa Wakolosai yamejaa upendo kwa kanisa na kulijali kwa dhati. Tikiko na Onesimo ni ndugu wapendwa. Luka ni tabibu mpendwa. Moyo wa Paulo unafurika kwa upendo. Upendo wake kwa watendakazi wenzake unawakilisha upendo wake kwa kanisa. Upendo wa kujali kwake na hadhira yake unadhihirisha shauku yake ya kujua hali zao na kuwafariji. Matamanio ya Paulo kuhusu washirika wa kanisa la Kolosai ni wao kusimama wakamilifu na kuthibitika sana. Kwa sababu hii anaunganisha pamoja timu bora ya watu wenye uwezo kufanya kazi pamoja naye. Kwa hakika Wakolosai 4:7 kama ilivyokuwa ni gwaride linalohusisha kikosi cha askari jasiri wa Kristo kinachokwenda kupigana vita muhimu kuliko vita vyote, vita vya kiroho. Paulo anatufundisha kwamba utume ni kazi ya pamoja. Katika kazi yao kwa ajili ya kanisa la Kolosai, Tikiko na Onesimo wanaonekana wakiwa mstari wa mbele, wote wakitumwa na Paulo kupeleka na kupata habari. Hata hivyo, watendakazi wenza wengine wa Paulo pia wanajitoa kwa kina kwa washiriki wa kanisa huko Kolosai. Somo letu la juma hili kwa kifupi lilikuwa katika sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza, utume ni juhudi ya pamoja ya watu wakitenda kazi pamoja katika uhusiano wa karibu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa sababu utume ni juhudi ya pamoja, viongozi wa kanisa na wamishonari wanapaswa kufanya kazi